ndani ya Chadema limetokea fukutu ninaweza nikasema mpasuko ambao bado haujatangazwa rasmi. Sawa, ni baadhi ya wanachama wameshaanza kuvuriwa, lakini pia ambao inasemekana ni baadhi ya wajumbe wa G55. Sawa. Hiyo ni kwa sababu kuu moja kwamba Chadema inajitanabaisha bayana kwamba inapambania demokrasia ya taifa hili, inapambania haki za Watanzania hawa. Namna bora ya kupambania haki ya kuweza kuchagua na kuchaguliwa ni kuja na hii slogan ya no reforms no elections, ambayo hiyo sasa wanaweka bayana kwamba kama hapatakuwa na mabadiliko ya sheria za kiuchaguzi basi uchaguzi hautafanyika. Sasa je, swali la msingi ni kwamba kwa wale ambao hawatathmini maslahi ya umma, wanatathmini maslahi binafsi, wanapokeaje hili kwamba kama tusipokwenda kwenye uchaguzi watapoteza sifa aidha za kuwa wabunge, za kuwa madiwani au za kuwa nani katika taifa hili? Kwa hiyo hao wanaosema kwamba hii slogan sio, ambao ninaweza nikasema wanaipinga, ni kwa sababu wana maslahi yao binafsi nje na maslahi ya umma, kwa sababu kinachopambaniwa na Chadema ni maslahi mapana ya umma, kwamba kura za raia wa Tanzania zitambuliwe, zithaminiwe na ziheshimiwe. Yani kiongozi anayepatikana apatikane kwa uhalali wa kura. Sasa kwa tathmini iliyofanywa ni kwamba kura za Watanzania zinashindwa kuthaminiwa kwa sababu tu sheria tulizonazo zinaweka mazingira ya kupendelea Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wajumbe wa tume ya uchaguzi ni wateule wa rais, na baadhi ya wajumbe hao ni makada kabisa kindakindaki wa Chama cha Mapinduzi, ambao moja ya sheria zao, moja ni ya ahadi zao za Chama cha Mapinduzi ni kwamba nitakipambania chama hichi. Sasa je, mtu ambaye ameapa kukipambania chama chake anawezaje kumtangaza mpinzani? Sawa. Kwa that's why Chadema wanajipambanua bayana kwamba kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa hiyo hao wanaokuja wanasema kwamba wao wanahitaji uchaguzi, hao hawasimami kwenye nguvu ya umma, hawahitaji kuona raia wa Tanzania wakithaminiwa, hawahitaji kuona haki ya kuishi ya Watanzania ikiheshimiwa. Tumeshuhudia Watanzania wengi wamepotezwa kinyemera. Sawa. Kwa hiyo hawa wanaokuja kwamba ni G55 wanapinga hii slogan ya no reforms no election. Kiufupi, wana maslahi yao binafsi. Wanatambua kwamba wasipokuwa wabunge watashindwa kuendesha maisha yao, wasipokuwa madiwani watashindwa kuendesha maisha yao. Kwa hiyo namna bora ya kulani maisha yao ni kuwa katika nafasi hizo pasipo kujarisha inakuwaje. Yes.